Maandamano ya kutisha yameibuka nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tukio kubwa la maandamano limezua taharuki katika jiji la Dar es Salaam leo Jumatano Oktoba 29, wakati wananchi wa Tanzania wakiendelea kushiriki katika uchaguzi mkuu wa taifa hilo. Mitaa ya Kimara, Magomeni, Ubungo, Kinondoni, Shekilango na Tandale imeripotiwa kukumbwa na vurugu na ghasia zikitokana na maandamano ya vijana waliokuwa wakidai mageuzi ya kisiasa. Mapema alfajiri, makundi ya vijana yalijikusanya katika eneo la Kimara Kibo, wakianza kwa kuimba nyimbo za kuhamasisha mabadiliko. Hata hivyo, hali ilibadilika ghafla pale vikosi vya polisi vilivyojitokeza kwa wingi vikianza kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji. Hatua hiyo ilisababisha taharuki kubwa, huku baadhi ya watu wakikimbilia madukani na nyumba za jirani kujihifadhi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, maandamano haya yalikuwa sehemu ya kampeni kubwa ya mitandaoni inayoendeshwa na makundi ya wanaharakati wanaotaka uwazi zaidi wa kisiasa na nafasi kubwa kwa vijana kushiriki katika maamuzi ya taifa. Kampeni hiyo imekuwa ikisambaa mitandaoni na majukwaa ya kidijitali kama X, ambayo zamani ilijulikana kama Twitter, Instagram na TikTok, ikipata mwitikio mkubwa hasa miongoni mwa vijana wa mijini. Hata hivyo, hadi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliokamatwa au majeruhi waliopatikana kufuatia vurugu hizo. Kituo cha polisi Kimara kimezingirwa na waandishi wa habari wanaosubiri taarifa ya kina kuhusu operesheni hiyo, na vyanzo visivyothibitishwa vinadai kuwa zaidi ya watu kadhaa wamekamatwa, huku wengine wakiripotiwa kujeruhiwa vibaya wakati wa purukushani hizo. Kituo cha mabasi ya mwendo kasi kilichoko eneo la Kimara Mwisho kimeharibiwa vibaya, huku baadhi ya mabasi yakichomwa moto. Wafanyabiashara wa eneo hilo wameripotiwa kupoteza mali zao baada ya maduka kuvunjwa wakati wa vurugu hizo. Taarifa kutoka Magomeni zikionyesha kuwa kundi jingine la vijana lilijaribu kuziba barabara ya Morogoro kwa mawe na matairi ya magari, ikilazimisha polisi kutumia nguvu kuwatawanya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alipokea taarifa za mapema kuhusu maandamano hayo na kuelekea kupitia vyombo vya habari kwa vyombo vya dola viko tayari kuhakikisha hakuna uvunjifu wa amani. Kauli hii imetafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya tahadhari kubwa serikalini, ikizingatiwa kipindi nyeti cha uchaguzi kinachoendelea. Uchaguzi wa mwaka 2025 unatajwa kuwa wa kihistoria kwa Tanzania, ikiwa wa saba tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Rais Samia Suluhu Hassan wa chama cha CCM anatarajiwa kutetea nafasi yake kwa muhula mwingine wa miaka 5. Hata hivyo, uchaguzi huu unafanyika chini ya kivuli cha migawanyiko ya kisiasa baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kususia uchaguzi huo, kikishinikiza mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi unaodaiwa kuwapendelea watawala. Chama cha ACT Wazalendo pia kimekosa mgombea urais baada ya Luhaga Mpina kuenguliwa na Tume hiyo ya Taifa ya Uchaguzi INEC kwa madai ya kukosa kutimiza matakwa ya kikanuni. Hali hii imeacha pengo kubwa katika ushindani wa kisiasa na ni jambo liloibua mjadala mkali kuhusu uhalali wa uchaguzi huu. Mashirika matano ya haki za binadamu na demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki yameeleza wasiwasi wao kuhusu uwazi wa uchaguzi huo. Mashirika haya yameituhumu serikali ya Rais Samia Suluhu kwa maneno yao kushiriki uchaguzi bila upinzani wa maana. Kauli hiyo imezidisha joto la kisiasa, hasa baada ya maandamano hayo kuzuka katika siku ya uchaguzi yenyewe. Vituo vya kupigia kura jijini Dar es Salaam vilifunguliwa saa 1 asubuhi kama ilivyopangwa, huku maafisa wa tume wakihakikisha usalama na utulivu. Hata hivyo, katika maeneo kama Kimara, Ubungo na Magomeni, baadhi ya vituo vilichelewa kuanza kutokana na machafuko yaliyokuwa yanaendelea. Tume ya uchaguzi imetoa wito kwa wananchi kuendelea kudumisha amani na kufika vituoni kupiga kura kwa utulivu.
Na katika mitandao ya kijamii wa Tanzania wamegawanyika, wapo wanaosema hatua ya polisi kutumia nguvu ni ya kikatiba kwa kuwa inalinda amani ya taifa, huku kundi jingine likisema serikali inatumia hofu kuzuia sauti za vijana. Wachambuzi wa siasa za Afrika Mashariki wameonya kuwa mwelekeo huu unaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola na taasisi za uchaguzi. Kwa upande mwingine, hali ya utulivu imeripotiwa kurejea kwa kiasi katika eneo la Kimara-Kibo, ingawa polisi wanaendelea kufanya doria nzito katika mitaa yote mikuu ya Dar es Salaam. Wakazi wengi wameendelea na shughuli zao kwa tahadhari, huku magari ya polisi yakionekana kuzunguka maeneo ya kimkakati kuhakikisha vurugu hazirudi tena. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Dar es Salaam imekuwa kitovu cha siasa na harakati nchini Tanzania tangu enzi ya Mwalimu Julius Nyerere. Kila taifa linapokaribia uchaguzi, jiji hili hugeuka kuwa kipimo cha hali ya kisiasa nchini. Hali sasa inaonekana kuashiria mvutano mkubwa kati ya kizazi kipya na vijana wa mifumo ya zamani ya kisiasa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kijamii, matukio haya ni ishara kwamba Tanzania ipo katika kipindi cha mpito wa kisiasa. Taifa hilo linaonekana kugawanyika kati ya wale wanaotaka kulinda utulivu uliopo na wale wanaodai mabadiliko ya haraka kuelekea mfumo wenye uwazi zaidi. Kwa sasa vituo vya habari vya mataifa ama vya kimataifa vimeelekeza macho kwa hapo Dar es Salaam kufuatilia kwa karibu mwelekeo wa uchaguzi na athari zake kwa utawala wa kidemokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tume ya uchaguzi imeahidi kutangaza matokeo ya awali ndani ya saa 48 baada ya vituo kufungwa na kura kuhesabiwa. Huku taharuki ikiendelea kupungua jioni hii, viongozi wa dini na mashirika ya kijamii wametoa wito aswa wa maombi na amani, wakisisitiza kuwa Tanzania haipaswi kurudi katika misukosuko ya kisiasa. Na kwa mujibu wa duru za ndani serikalini, kuna mpango wa kuongeza vikosi vya usalama katika mikoa jirani kama Morogoro, Pwani na Tanga ili kuzuia uwezekano wa maandamano kusambaa zaidi. Tanzania ni nchi ambayo inajulikana kwa utulivu wake wa muda mrefu, lakini sasa inakabiliwa na changamoto mpya: kizazi kipya chenye sauti, teknolojia na maono mapya kuhusu namna taifa linavyopaswa kuongoza. Wakati kura zikiendelea kuhesabiwa, macho yote yameelekezwa Dar es Salaam, jiji ambalo kwa mara nyingine limekuwa kiini cha historia ya kisiasa ya taifa hilo. Kwa matukio zaidi yanayohusu siasa, uchaguzi, uchambuzi wa kijamii pamoja na taarifa za ndani ya Afrika Mashariki, endelea kufuata chaneli hii ya Kenyascope, chaneli yako inayokuletea habari kwa undani, kwa usahihi na kwa mtazamo wa kipekee. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili wengine nao wapate habari hizi muhimu. Asante kwa kutazama Kenyascope.